wakati huu mtazamaji wa Asam Online TV na we mtoto ambaye unaniangalia, tukiwa katika kipindi chetu pendwa cha Sikukuu na Watoto, na leo Aunty Dina nimefika katika kiwanja cha Forodhani, na hapa wapo watoto mbalimbali ambapo leo nitaenda kuwauliza mambo ya sikukuu. Hapa nipo na rafiki yangu, nakwambia namuona kakaki kapendeza mwenyewe huyo. Unaitwa nani rafiki yangu? Naitwa Maswali. Mbona kama umenuna? Umefanya nini? Nafanya kitu. Mbona sasa kama umekasirika hivi? Umekuja na nani sikukuu leo? Na mama. Na mama? Mama yuko wapi? Mamako kaka kule. Leo umepanda bembea gani hapa? Baskeli tu. Baskeli. Na unaenda kupanda bembea gani nyingine? Sijui. Hujui? Mwambie mama akakupandishe bembea nyingine. Haya. Utaenda kumwambia vipi mama? Mpandishe bembea nyingine. Haya, ataenda kukupandisha mamako mzuri Unamwambiaje mama? Kama mama kampandishe bembea nyingine. Haya, tutaenda kumwambia mama atatupandisha bembea nyingine. Haya, jamani tumemwona huyo rafiki yetu anataka naye akapandishwe bembea nyingine. Rafiki yangu, unaitwa nani? Mahir. Mahir nani? Kadi. Unakaa wapi Mahir? Kianga. Unakaa Kianga, umekuja sikukuu Forodhani. Umetaka mwenyewe au? Kataka na? Mama. Kataka mama? Mamako basi anapenda kuja Forodhani, inaonyesha. Kesho unaenda wapi kesho? Sijui. Hujui? Kwa hiyo kesho hujui unaenda wapi? Leo kwani uko nyumbani mama kakupikia nini leo? Keki. Keki. Keki nani? Vileja. Na vileja Haya. Kwa hiyo leo umepanda bembea baskeli tu au na nyingine umepanda? Na nyingine. Na nyingine. Haya, unaambiaje? Unawapa salamu watu watatu nani na nani? Mama. Baba. Na kaka. Kaka, mwingine? Dada. Na dada yake. Haya, salamu zishawafika huko. Huyo ndo mtoto mzuri. Endelea mbele, nakwambia hapa kuna watoto wengi wazuri, nakwambia wamependeza. Unaitwa nani rafiki yangu? Adi. Unakaa wapi Adi? Ngome Kongwe. Nambe, leo umekuja na nani sikukuu leo? Mama yangu. Mamako yuko wapi? Pale nje. Yuko nje. Leo umepanda bembea gani na gani? Umepanda bembea sasa. Hujapanda kwa nini? Jui. Hujui, na kati hapo nakuona unadandia dandia. Maka hapo tu. Mweka juu tu. Unapenda mchezo gani rafiki yangu wewe? Wote. Wote. Yaani ule unaupenda sana? Mpira. Mpira. Ushawahi kucheza mpira wewe? Umecheza wapi? Nyumbani. Nyumbani. Oi, na wewe rafiki yake unaitwa nani? Yasir Hassan Pando. Anaitwa nani? Yasir nani? Yasir Hassan Pando. Unakaa nyumba moja Na unaona kuna mchezo gani? Mimi. Pia mchezo wa baskeli. Baskeli. Kuendesha baskeli wewe? Umeendesha lini baskeli? Mara mwisho umeendesha lini? Siku hiyo ilikuwa sijui kuendesha baskeli. Ile pale akaja kumfundisha kuendesha baskeli. Ali. Haya. Na hapa nakwambia unaitwa nani? Naitwa Yusra. Unakaa wapi Yusra? Nakaa Shangani. Ulipopendeza sasa. Mashaallah. Unaogopa nini? Huyo ndugu yako Haya, wewe ushapanda bembea gani hapa? Bembea ile pale. Haina jina bembea ile pale Ya kusukuma. Oi, naona kwamba umependeza, umeidamshi maua yako mazuri. Kakuchora nani? Anchora da Hafsa. Da Hafsa hapo maua yake huko alipo. Haya. Nilivyokuambia mtazamaji wa Asam Online TV kwenye kipindi chetu pendwa cha Sikukuu na Watoto, hapa nakwambia nipo na shoga yangu huyo. Kapendeza, kaja sikukuu Forodhani. Eti shoga yangu unaitwa nani? Naifat. Naifat, unatokea wapi? Kwa Kisasi. Kwa Kisasi. Umekuja huku au mama tu umemwambia mama nataka kwenda Foro, au mama akakwambia twende Foro leo mwanangu? Nimekuja na mjomba wangu. Kaja na mjomba wake na wajomba nao watu. Kesho unaenda wapi? Forodhani. Kesho tena hapa hapa? Basi unapapenda Forodhani? Leo umekula nini nyumbani leo? Wali kwa mchuzi wa supu. Tena unapenda nini sana supu wewe? Unawaambiaje unatoa salamu ya watu watatu nani na nani? Mama, bibi na babu. Unawaambiaje?
Nawapenda sana. Napenda sana jamani. Mjomba wake leo kamleta foro, na wajomba nao wanatakiwa wawalete nao watoto wao foro. Shoga yangu. Unaitwa nani? Hanan. Unaitwa nani? Hanan. Hanani, nakwambia Hanani mwenyewe kapendeza huyo. Kasukwa nini vile? Kasukwa nini vile? Ready? Hanani, umekuja na nani sikukuni? Na baba. Na baba yake jamani. Leo nyumbani umepikiwa nini? Milele. Na nini? Keki. Na keki. Jam. Mzima. Unafanya bembea hapo Kafundisha nani bembea? Na mtazamaji wa Asam Online TV, tukiwa katika kipindi chetu pendwa cha sikukuu time, ambapo tunajua sikukuu hii ni ya Eidul Haji, na leo tupo hapa na mkuu wa maeneo ya wazi mamlaka ya Mji Mkongwe Bi Maua Khamis, ambapo tutaenda kumsikiliza juu ya wanadhibiti vipi mazingira ya Mji Mkongwe, hususan kwa wafanyabiashara juu ya usafi wao pamoja na wanunuzi na usalama wao pia. Habari yako? Nzuri. Salama, alhamdulillah. Haya, unaweza ukatuambia kidogo kuhusiana na swala hilo ambalo nimeweza kukuuliza? Ni kwa mamlaka ya Mji Mkongwe ni kwamba kwa eneo la Forodhani mbali na kwenye street tumeweka gate pass kwa hiyo kabla wafanyabiashara kuingia ni lazima wapite eneo hilo la ukaguzi kwa ajili ya kukaguliwa wao pamoja na bidhaa zao. Lakini vile vile kwa upande wa kwenye street, mamlaka Mji Mkongwe tunahakikisha street hizo ziko katika hali ya usafi, tunahakikisha bin za taka zinaondoshwa kwa wakati, vile vile na vikapu vya taka tunahakikisha kuwakumbusha kampuni yetu ambao tumeipa dhamana hiyo ya kufanya huo usafi kuviondosha pale vinapojaa. Na unawaambiaje wafanyabiashara juu ya kuweka mazingira sawa hasa katika eneo hili la Forodhani pamoja na wanunuzi? Tumewapa elimu kabla ya sikukuu na yani wanapopita pale, kwa wale ambao tumewaona, kwa sababu zoezi hizo tumelianza kabla ya sikukuu ya mfungo mosi. Kwa hiyo wengi wao tayari washakuwa na uelewa, lakini kwa baadhi ambao wanauelewa lakini inawezekana binadamu sengine kapitio, lakini kuna wengine kwa makusudi inawezekana mtu anaweza kadharau, na tumeona tatizo ni kwamba wale wafanya biashara wenyewe wahusika. Sasa mtu ana biashara yake lakini kamkabidhi mtu, sasa ule usimamizi au ufuatiliaji wa ile biashara kidogo ndio inakuwa mtihani. Kwa hiyo wanapopita pale tunawapa elimu, tunakumbushia tena, na zaidi tatizo kubwa lilokuwepo ni vyakula ambavyo vimelala, vyakula ambavyo yani mtu anaweza kuuza jana vyakula anaweka stoki kubwa ya vyakula, kwa hiyo inapelekea stoki ile ikawa haijamalizika, siku ya pili matokeo yake anatuletea vyakula. Una wito gani hasa kwa hao wafanyabiashara? Wito wangu kwa wafanyabiashara ni kwamba wakizingatia sasa kipindi hiki cha sikukuu, yani watizame unapofanya biashara siku ya kwanza, na istoshe pia wana uzoefu, si kwamba labda hawana uzoefu. Kwa hiyo wajitahidi sana kutengeneza stoki au kupika vyakula ambavyo watahakikisha wenye wao vyakula wataviuza na vitamalizika, na hata kama vitabaki basi vitabaki vichache ambavyo wanaweza kurudi nyumbani mtu akavitumia, lakini wasipike vyakula vingi vikapelekea vyakula hivyo vikabaki siku ya pili wakaja kuwauzia watu matokeo yao, kwa sababu Forodhani ni eneo la wageni. Kuna wageni aina tofauti, na wageni wanapenda culture yetu, wageni wanapenda taste. Kwa hiyo wengi wao huja hapa Forodhani kwa ajili ya kutafuta ile ladha ya vyakula aina tofauti. Wanapokula vyakula vile ambao vinalala, inapelekea wageni wale kupata matatizo, na yale matatizo yakitokezea sisi tutakuwa tumejishafua jina mbaya nchi yetu. Kwa hiyo mimi ninachowasihi wafanye vyakula kwa kiasi, wasifanye vyakula vingi. Sasa mtazamaji wa kipindi cha sikukuu na watoto, umeweza kushuhudia jinsi watoto wa kipindi cha sikukuu na watoto walivyofurahika hasa hapa katika kiwanja cha Forodhani, ambapo nimeweza kuwauliza maswali na wameweza kunijibu. Hapo nilienda kuongea na mkuu wa maeneo ya wazi mamlaka ya Mji Mkongwe, ambapo ameelezea umuhimu na utoaji wa elimu kwa wafanyabiashara juu ya kuuza biashara zao kwa wananchi. Jina langu ni Madina Omar, lakini unaweza kuniita Aunty Dina katika kipindi hichi cha sikukuu na watoto. Bila kusahau nyuma ya kamera ni Abubakar Hassan. Usiache kufuatilia Asam Online TV.